Baada ya Israeli kuishambulia Irani siku ya jana, Irani yasema italipa kisasi katika shambulio hilo huko Tehran. Kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei hali yake yazidi kuwa mbaya ikiwa ni siku moja tangu Irani ishambuliwe. Shambulio hilo la itikisa Iran, makamanda wa Irani wauawa pamoja na baadhi ya raia katika shambulio hilo. Karibu twende sambamba hii leo kilichojiri mzozo kati ya Israeli pamoja na Irani. Ikiwa masaa kadhaa tangu Irani ishambuliwe kwa roketi zaidi ya 140 na jeshi la Israeli, na Irani kutangaza kwamba hakuna madhara yaliyotokea wala vifo katika shambulio hilo, na huko shughuli za kibinadamu zikiendelea. Kumezuka wasiwasi mkubwa ndani ya taifa hilo masaa kadhaa baada ya uchunguzi kufanyika. Katika uchunguzi huo umeonyesha kwamba Israeli imefanikiwa kuishambulia na kuharibu mifumo ya kuzuia makombora ya anga ya balistiki katika taifa hilo na kuifanya Irani kukosa ulinzi wa anga hadi sasa. Pia ripoti hii inaonyesha kwamba Israeli imepenya na kukishambuliwa kiwanda cha kutengeneza droni za kivita huko Irani ambacho kimesambaratishwa. Katika ripoti zingine zinaonyesha Israeli imevipiga vinu vya mafuta, mitambo ya kijeshi na kuharibu vibaya mifumo ya mawasiliano ya kijeshi ambayo Irani ilipewa na Urusi kwa ajili ya kujilinda huko Tehran. Hata hivyo, zaidi ya wanajeshi kadhaa wameuawa kutoka kundi la IRGC baada ya madhara hayo makubwa kuonekana hadharani. Taifa hilo pia limeonyesha kwamba kiongozi mkuu wa taifa hilo Ali Khamenei yupo katika hali mbaya hadi sasa. Haijaelezwa na kuna taarifa zinazoonyesha kwamba chanzo cha kuugua kwake ni nini, imeeleza vyombo vya habari vya kimataifa. Irani hapa kulipa kisasi baada ya kukumbana na madhara makubwa ambayo hayakuyategemea. Jeshi la Irani pamoja na waziri wa ulinzi wa Irani wamesema kwamba Irani italipa kisasi na inafanya maandalizi ya kuipiga Israeli baada ya shambulio hilo jana. Katika kile kinachoendelea, Israeli ilionya Irani kutolipa kisasi juu ya shambulio hilo pia. Waziri wa mambo ya nje wa Irani ametuma maombi ya kukutana na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kujadili na kulaani vikali shambulio la jana huko Irani, ambapo amesema ni vyema kukutana kufanya mazungumzo juu ya mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati na chokochoko za Israeli dhidi ya Iran. Lakini pia waziri huyo aliongeza na kusema Marekani amekuwa akisaidia Israeli na ni mshirika wake mkuu, ndio sababu Israeli kuendelea kuvurumusha makombora huko Lebanon pamoja na Gaza. Tukiangazia matukio yanayoendelea huko Beirut, zaidi ya wanajeshi 70 wauawa kutoka katika kundi la Hezbollah na jeshi la Israeli katika mashambulizi yanayoendelea kusini mwa taifa hilo. Lakini pia Israeli imefanikisha kuivunja ngome ya kutengeneza silaha na makombora huko Beirut. Na tukitamatisha Israeli siku ya jana, pia Israeli ilishambuliwa kwa droni na kundi la Hezbollah huko Tel Aviv na milipuko kadhaa ilisikika katika mji huo.